Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء وجعل فيه هدى ورحمة للناس. ثم الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote ulipo, ni matumaini yetu kwamba hapo ulipo ni mzima wa afya, lakini ikiwa una ugonjwa wote basi Allah atakupa shifa. Nachukua fursa hii kukaribisha katika muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunaviendesha na kuvituma kupitia channel yetu hii Istiqama Swahili TV, na leo hii basi tupo katika kipindi ambacho kina anwani ya uchumi katika Uislamu. Lakini kabla kuendelea mbele, nakukumbusha kwamba ikiwa ndo kwanza mara ya kwanza kuingia katika channel hii, basi usahau kusubscribe, kulike, share na comment ili uwe wa mwanzo kuvipata vipindi vyetu ambavyo tunavituma. Kwa kipindi chetu cha leo utakuwa nami Tariq bin Hafidh bin Salim al-Ghaithi, sambamba nikiwa na mgeni wetu, mwalimu wetu Sheikh Muhammad bin Suleiman Al-Tiwani, ambaye ni mwanafiqhi lakini pia ni mtaalamu wa Islamic Finance, lakini pia ni mwenyekiti wa Istiqama for Development. Leo hii Sheikh Muhammad Al-Tiwani anakuja kutufahamisha na kutueleza kuhusiana na mambo ambayo yanahusiana na kifedha, ambayo ni Islamic Finance. Lakini leo hii atakwenda kuelezea utaalamu ambao upo katika aya ile ambayo inajulikana kwa ufupi aya refu katika msahafu, ambayo inajulikana ayatud dain: ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Aya hii ina utaalamu na muundo wake wa kipekee kabisa. Kwa hivyo leo Sheikh Muhammad atakwenda kutueleza ile miujiza na yale maelezo ambayo yamo katika aya hii. Lakini somo letu la leo ni muhimu sana kwa wale walimu ambao wanahusiana na walimu wa uhasibu, lakini na zile kampuni au taasisi za kifedha za Kiislamu leo hii. Kwa hivyo topic hii ni muhimu sana kwa wewe ambao nimekutaja, lakini hata wewe ambaye sitakutaja pia muhimu. Kwa hivyo kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu ili ufaidike na mengi ambayo Sheikh wetu ametuandalia. Bila kupoteza muda, namkaribisha Sheikh Muhammad kwanza awasalimie watazamaji, halafu tuendelee na kipindi. Sheikh Muhammad, tafadhal. Mashaallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza Sheikh Muhammad, karibu sana katika kipindi chetu, na tunatarajia kwamba mimi na mtazamaji leo tutafaidika na mengi ambayo umetuandalia kupitia somo letu la leo, ambayo ni Islamic Finance, na yani kuelezea aya hii ayatud dain, kila ambacho kimo ndani. Kwa hivyo nikaribishe kwanza, yani utuelezee yale ambayo umetuandalia katika aya hii. Mimi bila kupoteza muda na kuachia fursa hii utuelezee inshallah. Barakallahu fikum. Nishukuru kwanza, tuwe shukrani za dhati kabisa kwako ndugu mtangazaji, ambaye umelisuka swala kwa mahiri wa hali ya juu na uelewa wa kina. Mwenyezi Mungu akulipe kheri. Amin. Mimi tayari nimeshaanza kufaidika kabla ya kutoa hiyo faida ambayo unatarajia wewe na watazamaji. Subhanallah. Hii ni dalili ya husnu dhannikum. Naam. Kwa hakika Qur'ani ni miujiza. Naam. Tukubali. Naam. Tutosheke na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Naam. Imekuja ismul ishara hapa, inaonyesha litadhim. Naam. Hakina shaka ndani yake. Ndio. Ni uongofu kwa wenye kumcha Mungu, lakini pahali pengine hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan.
wacha Mungu, na hata kwa watu binadamu wote walipofika. Naam. Tukija moja kwa moja tukitizama structure tu, kama ulivyotaja, ndio nikasema suala limeundwa likaundika, utakuta kwanza ni miujiza peke yake. Naam. Tunamwona Mwenyezi Mungu utukufu wake na sifa zake pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu. Naam. Ni polite language. Naam. Kinachokuja kitaalamu katika watu wa isimu na grammar, ni imperative mood. Lakini imeanza vipi? Kwa upole kabisa. Naam. Ya ayyuhalladhina amanu. Ndio. Ukija katikati katika kiini cha aya, utakuta humu ndipo palipotolewa elimu, imemiminwa na kumiminika elimu ya hali ya juu. Sayansi ya uhasibu, accounting, uandishi, mikataba, mauzo ya kuuza na kununua kwa namna mbalimbali, kwa cash au kwa kulipa baadaye kwa mkopo. Mashallah. Lakini mwisho linakuja onyo, in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Onyo kali. Tukirejea, mara nyingi tunaisema kwamba hii ndio aya ndefu yao katika Qur'an. Lakini hatuonyeshi urefu wake. Kwa hivyo niruhusu niuonyeshe leo urefu wake. Nakuruhusu Sheikh Muhammad. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يؤبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم. Ndefu kweli. Pengine mtazamaji ashaanza kuchoka. Lakini tunaweza kusema kwamba this kind of verse in the Quran is a financial ayah in the Quran. Ni aya ambayo inahusu finance moja kwa moja. Hiyo ndio Islamic finance. Subhanallah. Tuitizame aya sio kijuujuu. Tadabbur ndio pahala pake. Taamul ndio pahala pake. Aya hii itizamwe katika context ya wakati na historia yake. Umri wake na miaka yake. Jinsi miujiza yake ilivyo na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndipo penye miracle. Imeanza aya ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Wito ni kwa wote wenye kuamini. Lakini kwa hakika aya hapa watakao bobea na kufahamu kwa kina, nafikiri kwanza ni wale lawyers, notaries, financial officers, auditors na accountants, financial officers, loan officers. Hawa ni rahisi kuona utamu, ladha na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale ilipokuja hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ndio. Je, wanalingana wenye kujua na wale ambao hawajui? Ubaguzi hautakiwi. Kweli. Lakini hapa unakubalika baina mjinga na mwerevu. Ipo social stratification. Mwenyezi Mungu kabagua. Hawalingani kabisa. Kwa hivyo aya hii
tukiisoma katika muktadha wake tutajua kwamba hii ni miujiza. Haiwezekani atokane na mtu ambaye akichunga kondoo, chakula chake ni tende na maji, maisha yake yako katika jangwa. Haiwezekani, isipokuwa huu ni wahi. Ndio. Idha tadayantum bidaini ila ajali musamma, mnapokopeshana mpaka muda maalumu. Ndio. Hapa yameingia mambo mengi kabisa. Mkopo wa aina gani? Ndio. Ibn Abbas, Naam, yeye sahaba mtukufu huyu anaapa na kushuhudia kwamba aya hii imekuja kwa habari ya salam. ndio. Na katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari na Muslim Sheikhan an Ibn Abbas anasema qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina wa nahnu nuslifu fi ath-thimar as-sana was-sanatayn wath-thalath. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema mtume sasa kaja Madina, wahum, na wao yuslifuna fi thimar as-sana was-sanatayn wath-thalath. Aliyakuwa watu walikuwa na nini, wananunua wakitanguliza malipo in advance. Ndio maana ya salam au salaf. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali lile, kwa sababu watu wa Madina walikuwa ni watu wa kilimo. Katika kupromote wakulima, dini imekuja kurahisisha mambo. Mtume sallallahu akaruhutoa ruhusa kwa kusema kwamba yoyote anayetaka kufanya salaf au salam, mkataba, kuingia katika mkataba huo, basi ahakikishe kwa ujazo unaojulikanwa na uzito unaojulikanwa na kwa muda unaojulikanwa, kuepusha mizozo. Kwa hivyo hapa tunaona namna gani mkopo aina ya kwanza. Ndio. Lakini Imam al-Qurtubi yeye kenda kusema kwamba mkopo wote, muamala wote wenye iwadhaini moja ikacherewa, basi unaingia katika mkopo uliokusudiwa. Na kwa maana hiyo sasa hapa mkopo unaingia ya kila namna. Unaingia credit notes. Kwa mfano muuzaji kafanya makosa, mnunuzi anakuwa anamdai, anatoa credit notes. Inaingia hapo. Ndio. Inaingia mkopo uliokuwa na installment agreement. Kwa mfano katika hii mirabaha, katika Islamic finance sasa kuna biashara mkataba murabaha, ambao baadaye mtu analipa kidogo kidogo. Inaingia kwa awamu. Inaingia hiyo salam. Kwa hivyo kila aina ya deni inaingia hapa. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Andikeni. Ndio. Kinachotakiwa, miujiza inaanza hapa. Faktubuhu, kuandikwa. Neno kuandika maana yake nini? Neno kuripoti. Lakini kinachoandikwa ni nini? Ni muamala wenye deni. Hapa ndipo tutakapoona miujiza, na ndipo tulipolenga hasa, tulipokusudia kuonyesha miujiza ya hii aya na utukufu wake na upeo wake, ili tuamke sisi Waislamu tujue kwamba hii dini haikuja kumbana mtu. Imekuja kumbanua, imekuja kumpa upeo wa kuweza kuishi katika mgongo wa ardhi, kama tulivyotangulia kusema katika kipindi cha kwanza. Hapa tukija tukiangalia katika sayansi ya uhasibu au taaluma ya uhasibu, tunakuta kuna kanuni zimepangwa na hizi vyombo leo vya kidunia vya conventional. Kwa mfano kuna GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Wao katika moja ya kanuni zao
ni kile kinachoitwa accrual system, na hili vile vile nakubalika na jumuiya nyingine, chombo chingine ambacho ni cha kimataifa, International Financial Reporting Standard. So kwamba watu wanajiandikia ovyo ovyo. Ni taaluma imedhibitiwa, ina miundombinu yake. Wao nasema kwamba mfumo unaokubalika ni mfumo ule ambao wa kuandika not katika cash basis, lakini katika mfumo accrual basis. Na ili kurahisisha, hatutaki kutumia lugha ngumu, so lengo kufahamu. Accrual basis au system ni kutambua pale muamala unapofanyika, kutambua revenue wakati inapotokea na expenses zinapotokea kabla hata ya malipo. Kabla hata ya malipo. Kwa nini ifanyike hivyo? Falsafa yake ni nini? Na hikma yake ni nini? Hawa walioweka fikra hizo ni kwamba mfumo huu ndio unaotoa comprehensive picture ya business katika accounting period au cycle. Kile kipindi cha mtu cha financial year kile, lazima picha ipatikane. Laiti kama ungeruhusiwa mfumo wa cash na tukawa prior to the end of the period, karibu na kumaliza, maana yake revenues zitakuwa hazionekani na expenses vile vile hazionekani. Kwa hivyo faida ya kutambua mapato na gharama baada ya kutokea tu na kabla ya kulipwa, kuna faida kwamba business kujijua inapata hasara au faida. Naam. Na kwa upande tukija katika masuala ya ibada zetu, kuna zaka. Tunaihusisha hapo zaka. Kwa hivyo tukirejea, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu. Usisubiri mpaka utakapokuja kulipwa, kwanza inatakiwa recording. Kwa hivyo tayari wanajua nyote watu wahasibu nini maana yake, kwamba pale kutatokea account fulani inaitwa account receivable. Itapokea pale. Debit itapokea kwamba tayari nishapata, manake nitalipwa baadaye, tayari nimeshaipata faida, nishaitambua, nimerecognize faida ingawa sijapewa, lakini nina matarajio ya kupata. Kwa hivyo hapo hukumu zimebadilika. Very interesting. Very interesting. Na vile vile hasara, unaitambua hasara, expenses zinapo take place, haidhuru hazijalipwa hasara, lakini unajua hapa tayari mimi nishatumia na nilichonacho si changu, cha mwenzangu, kimefika bado wakati fulani nikilipe. Kwa hivyo katika aya, subhanallah, aya hii ina mambo makubwa. Leo tumechukua kanuni moja tu, kanuni moja tu, lakini muna ajaib, subhanallah, kuna ajaib. Allah subhanahu wa ta'ala hapa imewekwa sales on credit, na hayo haiwezekani usome bookkeeping au accounting isipokuwa lazima utayasoma hayo. Sasa unapokuja kuyafungamanisha na Qur'ani, huwezi kusema kwamba haya ni maneno yaliyotungwa, lakini ni wahyun yuha. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu. Sisi tunaogelea katika kipengele hichi tu, hatujasogea mbele. Tuko katika mstari mmoja, kipengele cha kwanza, miujiza yake na ajabu yake. Ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, ndugu mfuatiliaji, tuna wajibu kurejea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sisi tunasali sala 5, lakini hebu tupime
Hebu tupime muda wa sala unachukua muda gani? Zinazidi dakika 5 au 6, tuseme 10. Naam. Lakini usiku mchana tunafanya miamala. Ndio. Je, inakwenda sambamba na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Hatujui kwamba kosa dogo tu linatupeleka katika kabairi dhunub. Naam. Riba inayoangamiza, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, Allah subhanahu wa ta'ala anaifuta baraka riba wa yurbi sadaqat. Na tusidanganyane, biashara na riba ni tofauti. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Aya hii tunazungumza, aya ndefu kabisa, imekuja katika surati al-Baqara. Ndani yake kumejaa mambo yanahusiana na mali, uchumi, wasia, mikataba, ikiwemo swala zima. Tena aya hii imekuja baada masuala mazito ya riba. Huu ndio Uislamu. Hivi ndio tunavyotakiwa tuishi. Tukirejea katika suala la accrual system, tunakuta ndipo Malaysia Financial Reporting Standard waka-adopt, wakasema taasisi zote za kifedha ni lazima ziufuate utaratibu huu. Na vile vile benki ya Negara ya Malaysia na wao wakatoa agizo lile kwamba hautaruhusiwa mfumo wa cash basis, ingawa katika aya imetajwa vile vile cash basis. Inshallah tukipata fursa nyingine tutakwenda katika muktadha gani na syntax gani. Inshallah. Wakaja organization nyingine, na hizi tukitaja organization nyingine sio kwamba ni kama taasisi tu nyepesi. Ndio. Mfano AOFI ni Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions. Ni zaidi ya maula scholars 100 wa dunia wanakaa, wanafika, wanatoa azimio. Ndio. Wao na wao wamechukua mfumo huu kwamba katika almuhasaba alislamia hii kanuni moja itegemewe kwa faida hii. Inampa mtu kuzisoma ripoti zinavyotakiwa, kama tulivyosema katika mfumo wa comprehensive picture, unapata kujua uhalisi wa kampuni. Kwa mfano zinapokuja balance sheet na ripoti nyingine, unafahamu kinachoendelea, na wale wanaohitaji, ikiwa ni wakurugenzi katika matumizi yao au investors, wanapata kujua uhakika wa mambo. Kwa hivyo kinachotokea ni uadilifu. Ndio. Kwa hivyo hii ndio hali halisi, na aya imesheheni miongozo kwa wakurugenzi wanahusika na fani hii. Tukija kwenye mambo ya takaful, mabingwa takaful na taasisi zote za fedha, lazim tujue qiyam. Changamoto kubwa sana ni kwamba sasa hivi pameshaingia Islamic finance, pameshaingia Islamic banking. Sasa hivi tunaelekea masha Allah katika masoko ya mitaji. Ndio. Capital market. Asa amma qarib nimepata fununu kwamba kariban biidhnillahi ta'ala pataanzishwa Zanzibar, tutakuwa na soko la hisa biidhnillahi ta'ala, kama tulivyokuwa na DSE tutakuwa na Zanzibar SE biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo lazima mashekh tuwe na elimu nayo kwanza kabla kuja. Walimu, maimamu, makhatibu, lazima tuwe tumejizatiti na tumejitayarisha, kwa sababu haya si mageni. Ndio. Yamejaa katika fiqhul muamalat. Lakini je, tunaweza kuyafanyia application? Ukisoma vitabu vingi na ukiwasikiliza wahadhiri wengi, kilio chao ni kwamba kupata mmoja mwenye sifa mbili wakati mmoja ni vigumu. Upate Islamic jurisprudence, fiqh, na ukapata Islamic finance,
kupata mtaalamu wa namna hiyo ni tabu. Matokeo yake, na vitu hivi ni muhimu, kwamba hakuna taasisi ya fedha ya Kiislamu isipokuwa uhalali wake na kukubalika kwake unategemea Sharia Advisory Council au Sharia Board. Ndio. Kwa hivyo nafikiri, ndugu mtangazaji, tumepata japo kwa mukhtasar. Naam, tumepata zaidi ya sana Sheikh Muhammad. Naona tufikie hapa. Naam. Yani kwanza shukrani sana kwa maelezo hayo yako mazuri, mashaallah. Allah kulipe kheri. Jamia. Umetufundisha, yani umetafsiri ustadi mmoja tu pale, lakini muda nadhani pia ulikuwa hutoshi. Yani unatamani uendelee, lakini muda ulikuwa hutoshi. Lakini labda, yani Sheikh Muhammad, kwa kumalizia, labda unatoa wito gani kwa hawa ambao tumewataja hapa, hawa wataalamu na hawa yani wengine ambao tumewataja mwisho, walimu, maimamu, makhatibu, leo unawapa wito gani? Barakallahu fikum. Naam. Wito wa kwanza, hii ni amana. Naam. Elimu ni amana, na haifai kuifanyia uchoyo wala ubakhili. Naam. Sisi tulivyolelewa, tulivyofundishwa, ukitoa elimu unajiongezea. Hayo ndio malezi tuliolelewa na wazee wetu. Ndio. Wengine walikuwa hata kusoma katika madarasa makubwa, lakini wakitufundisha hivyo. Naam. Na ziko aya hiyo surati al-Baqara, sa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Naam. Kuficha ilmu kinachofuatia ni laana. Ndio. Tusisubiri mpaka tupewe mishahara mikubwa mikubwa, bahshishi kubwa kubwa, maposho makubwa makubwa. Naam. Kila aliyokuwa na amana hii aifikishe kuokoa kizazi. Naam. Kuokoa jamii, kusaidia kupromoti uchumi. Ndio. Na hasa kwetu sasa hivi Zanzibar na Tanzania tuna neema ya hili jambo kwamba limeingia, na inasikitisha sana kuona ni muda mrefu zaidi ya miaka 10, karibu miaka 15. Ndio. Lakini kuna watu mpaka leo hawajui hasa habari ya takafu. Ukiwaambia sukuk, mara anaweza kusema ni mkuk au ni cook au kitu gani. Nakwambia kweli, sasa sukuk ndio nini? Naam, kweli. Wakati sukuk ni ilmu tumesoma toka 1980s. Naam, wanaiona tu kwenye mabango pale imeandikwa, lakini hawajui nini maana, hawalaumiki. Naam. Lakini kuna habari sasa hivi tunasema aliokuwa hajui kompyuta ana computer illiteracy, ni kwa hawezi kuishi katika ulimwengu. Lakini aliokuwa hajui finance literacy, mwamko wa ataishi vipi? Naam. Leo tuangalie kinachoendelea katika dunia, vita baina ya China na Amerika, Trump na Wachina, ni vita vya kibiashara. Naam. Kwa hivyo lazima tubadilike. Kwa hivyo la kwanza ni hilo, kuitoa. La pili, tusiishie tu kutafuta fursa katika wanaoweza kuandika, waandike kwa lugha nyepesi. Wako watu mabingwa, mashaallah, tunao. Wanavutwa huku na huku, lakini watoe wakati waandike kwa lugha nyepesi, kwa Kiswahili yenye kufahamika. La tatu, hawa wenye taasisi wawezeshe. Kuna redio za Kiislamu mashaallah, wajitokeze angalau wa promote. Wako watu wanahitaji msukumo mdogo tu, lakini utashangaa hawajitokezi. Sasa kwa hivyo tukishirikiana kwa pamoja tutafika. Naam. Inshallah. Shukrani sana Sheikh Muhammad, na kama nilivyosema kwamba tunatamani kwamba uendelee, lakini kutokana na yani protocol ya muda tunatufikia hapa. Inshallah ndugu mtazamaji, nadhani anangojea kipindi kijacho, muendelezo wa kipindi cha leo. Jazakallah. Inshallah. Kwa hiyo nadhani tufikie hapa kwa leo, na tutazame inshallah kipindi yani ambacho kinafuata. Ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mengi katika ambayo ameyaongelea Sheikh wetu hapa kuhusiana na mambo hayo ya muamala na biashara na madeni na kuandika. Mistaki niongeze chochote kwa sababu naogopa nisije nikaharibu. Kwa hivyo ungana nasi
kwenye kipindi pia kijacho ambacho pia kutakuwa na muendelezo wa kipindi hichi cha leo. Mpaka hapa hatuna la ziada isipokuwa tunakwambia kwamba endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu ambavyo tunavituma. Tunajitahidi kukutumia vipindi ambavyo vina faida kwako na katika jamii kwa ujumla. Ulikuwa nami Tariq bin Hafidh bin Salim al-Ghaithi nikiwa na mgeni wetu ambaye ni Sheikh Muhammad bin Sulaiman At-Tiwani. Nyuma ya kamera ambao wametufanya tuonekane vizuri sana, mimi na Sheikh Muhammad hapa, tulikuwa naye director wetu mkuu Sheikh Sud Luheta akishirikiana na msaidizi wake Ustadh Khalid Al-Izkawi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Usisahau kuwa Istiqama Swahili TV ni busati la elimu na hekima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Jazakallah. Asante. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.